Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha mpenzi mtazamaji wangu katika mfululizo wa vipindi vizuri na makini kwa sababu ya mustakabali wa wokovu wetu, pamoja na tunapomsubiri Kristo kuja mara ya pili kutuchukua. Tunapokaribia katika miisho ya ulimwengu huu na tunapoona dalili zote kuwa zinatimia na zinaendelea kutimia, ikiwemo magonjwa, vita, mahali, majanga ya asili yanapozidi na maadili kuporomoka, tunajua ya kwamba Kristo yu karibu kurudi mawinguni. Lakini pia ndipo tunapofahamu miisho ya ulimwengu huu imekaribia pia. Lakini kadiri tunavyokaribia miisho ya ulimwengu na tunapomsubiria Kristo kurudi, lazima tufanye maandalizi ya kiroho. Lakini maandalizi haya ya kiroho yanaendana sambamba na maandalizi ya kimwili pia. Kwa vitu viwili vinavyohitajika kufanyika kipindi tunamsubiria Kristo ajaporudi mara ya pili ni kwamba lazima moja, tujiandae kiroho; mbili, tujiandae kimwili. Kwa hiyo je, yule ambaye atakayejiandaa kiroho peke yake hataweza kustahimili, na yule ambaye akiamua kujiandaa kimwili peke yake hataweza kustahimili. Kwa katika siku ya leo tuna mfululizo wa masomo mazuri na ukweli ambao mara nyingi kweli watu tumekuwa tukiupa kisogo, na kana kwamba ukweli huu tumeuona hauna maana, na ni ukweli ambao tumeuona ni kana kwamba ni ushamba na ni kitu ambacho hakiwezekani. Sikiliza, katika siku ya leo tumuombe Bwana atusaidie kwa unyenyekevu tuweze kuelewa somo hili, kwa sababu Bwana anahitaji kutuokoa. Nami katika mfululizo wa masomo haya ambayo yanaanza siku ya leo, kichwa cha somo muhimu kinasema ya kwamba kutoka mijini na kuishi mashambani. Huu ni ujumbe ambao Mungu anautoa kwetu leo katika zama zetu tunaoishi katika nyakati za mwisho. Ndio ujumbe ambao kwa kweli unahitaji kutiliwa maanani na kuchukuliwa kwa nguvu zote. Sikiliza mpendwa, miongoni mwa jumbe ambazo shetani mwovu anazipiga vita ni miongoni mwa hizi jumbe: tokeni mijini, ishini mashambani. Anapiga vita kwa sababu pale ambapo tutakataa kuutii ujumbe huu, kwa hakika atakuwa na nafasi kubwa ya kutuangamiza pale ambapo tutakutwa tumekataa agizo la Mungu la kutoka mijini na kuishi mashambani. Nami katika siku ya leo mpendwa, ninakuomba na ninakusihi kwa moyo wa unyenyekevu na upole kuupokea ujumbe huu kama ulivyo na kuuchukua kama ulivyo na kufanya sehemu ya maisha yako, na kisha tutamuomba Mungu akatusaidie. Nami katika siku ya leo nitasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13 na fungu lile la 17. Tusikilize tatizo ambalo litakuwa kwa watu wa Mungu ambao wataishi mijini, alafu kisha tumsikilize Bwana anasema nini na ametoa solution gani kwa sababu ya tatizo hilo. Na hili tatizo mpendwa linaletwa na muovu mwenyewe, lakini Bwana ametupa neema ya kuweza kutambua na kuepukana nalo. Katika Ufunuo wa Yohana 13 na fungu lile la 17, neno la Mungu linasema tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Tatizo ambalo linaonekana hapa mpendwa ni tatizo la kuuza na kununua kwa watu wa Mungu. Wale ambao wataazimu kutii amri za Mungu na sheria zake kikamilifu watakumbana na tatizo la katazo la kuuza au kununua. Nasi tunaona mahali namna ambavyo system na mifumo vinaungana kutuleta katika katazo hili na kutuleta katika siku ya kwanza ya juma ya ibada. Nasi tutawekewa makatazo. Kama tutasalia mijini hatutoweza kuokolewa kwa namna yoyote. Na ndio Bwana anakuja na ajenda kupitia mjumbe wake ya kwamba tokeni mijini, ishini mashambani. Ujumbe huu unapopokelewa na watu wengine wamekuja kuleta nadharia nyingine ambayo sio sahihi. Na muovu amekuwa akitumia nadharia hii ambayo sio sahihi, ya kwamba ujumbe huu ni hoja tu ya kinadharia kwamba tunaweza tukatoka mijini kimawazo angali tuko mijini, kitu ambacho sio sahihi. Sikiliza, fikiria ni kwa muda gani au kwa kipindi gani ambacho unaweza kustahimili mjini pasipo kununua. Na ndipo Bwana anasema tokeni mijini. Sikiliza, hakuna mtakatifu hata mmoja ambaye atakutwa katikati ya mji. Miji ni miovu na miji imejaa wakala wa shetani, maovu na uwaji na mwagaji damu kila siku, kiwemo maovu ya uzinifu na uzinzi na kila aina ya maovu vimejaa mjini. Bwana anatuagiza tujitenge na miji hii. Katika mfululizo wa masomo haya mpendwa,
tutakuwa na maswali ya kujiuliza kadha wa kadha, ambayo tutakuwa tukimuuliza Bwana tukisoma Biblia pamoja na roho ya unabii, ili tujue Bwana ametuambia nini kuhusu kutoka mijini. Na katika somo la kwanza tutakuwa na somo ambalo linasema kwa nini kutoka mijini. Lazima tujue kwa nini tutoke mijini. Sababu ni ipi ambayo Bwana anataka watu wake watoke mijini. Lakini sababu ya pili, tutakuwa na somo la pili ambalo linatueleza twende wapi. Tutoke mijini. Mtu fulani anaweza kauliza twende sehemu gani? Tutasoma katika Biblia na roho ya unabii imetuagiza twende sehemu gani. Lakini somo la tatu tutakuwa linatuelekeza tutokeje na tuondokeje mijini. Kwa baada ya kutambua hayo, itabidi tujiulize tunatokaje na tunaondokaje mijini. Lakini somo la nne, tufanye nini Mungu akitubariki makazi nje ya mji. Tutakuwa na somo hilo pia. Lakini somo la tano tutakuwa limejikita ni wakati gani sahihi wa kutoka mijini. Wakati gani sahihi? Sikiliza, katika mfululizo wa masomo haya tutapata uelewa sahihi na kuachana na nadharia na maoni ya watu. Tusome neno la Mungu, litatuelekeza ni kwa nini tunaagizwa tutoke mijini. Nami ninakupa tumaini ya kwamba pale ambapo tutaamua kutii neno la Mungu, pale ambapo tutaamua kutii maagizo yake, ndipo atatuonyesha njia na kutuongoza. Moja, je, unakubaliana na maagizo ya Bwana? Unakubaliana na maagizo ya Bwana? Bwana kwa kuona tatizo mbele kwa watakatifu wake la kuuza na kununua, ndipo analeta solution ya kwamba tokeni mijini wanangu, mkajitenge na uovu, sehemu ambayo mtajitengenezea chakula wenyewe, sehemu ambayo mtakuwa mbali na manyanyaso na makatazo ya ulimwengu huu. Je, mpendwa, tumesimika akili zetu mijini? Imefika wasaa tunapokaribia katika miisho ya ulimwengu kumuuliza Bwana twende wapi? Twende wapi? Sikiliza mpendwa, ninakupa wito kwa siku ya leo, tutakapoendelea na masomo haya, msii Bwana akupe uelewa sahihi wa mfumo huu wa ujumbe huu, kwa nini aliutoa na je unafaa kwa wakati gani. Bwana akubariki sana. Tuendelee kushiriki pamoja masomo haya. Tutakapokuwa tunatoa siri za masomo, karibu tujifunze pamoja. Bwana akubariki sana. Bwana awe pamoja nao.